ni mzoefu kidogo wa mambo ya uchaguzi, kwa sababu nimeshiriki shughuli za chama na za serikali kuanzia kwa miaka hiyo yote toka nipate akili timamu. Najifunza mambo yanavyoenda, na nashukuru sana kwa namna kila wakati tunapata test tofauti za viongozi za nini na mambo mengine. Lakini kwa sasa ninavyoona mimi, niliongea na mwenyekiti wa TCCIA mkoa wa Singida, lakini nikaongea na mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Singida. Wote wameniambia walikuwa na hoja ambazo kuboresha baadhi ya miundombinu ya biashara ili iweze kufaa zaidi kwao. Kwa mfano, moja ya sera walikuwa wanasema kuna utitiri wa kodi, mazingira sio mazuri ya biashara na vitu vingine. Lakini mimi naona katika mambo ambayo walikuwa wanazungumza, yote hayo utatuzi wake mimi naona ni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale ambapo ndio hurekebisha sheria, hutunga sheria mpya, na pengine hujadili mambo ya dharura yanayotokea katika eneo hilo. Kwa mimi naona kwa sasa hivi kwenye majimbo yale ambayo yana wafanyabiashara kama jimbo la Singida mjini, ambapo ndio wafanyabiashara wakubwa hukaa hapa, basi wafanyabiashara wa eneo hili wachague mtu ambaye atafaa katika kuboresha miundombinu ya biashara katika eneo hili. Na mimi nimefanya utafiti pia kwenye maeneo mbalimbali, na nimetoa kitabu ambacho kitabu chenyewe kinaitwa Ifoneo Singida, tutakizindua tarehe 15 mwezi huu wa sita. Kitabu hiki kinaeleza vizuri kwamba ni aina gani ya viongozi pia ambao wananchi walikuwa wanahitaji kwa sasa hivi. Na niseme tu tunategemea, jana pia nilikuwa nasikiliza mkutano mkuu wa chama tawala huko Dodoma. Nimeona mwenyekiti wa chama hicho akisisitiza kwamba wale wanaochagua majina, wanaopitia CV za watu, basi watende haki. Na wakitenda haki, nafikiri katika maeneo mengi nchini watapata watu ambao wanawahitaji. Ila mimi nashauri familia mbalimbali, maeneo mbalimbali yaendelee kunoa watu, yaendelee kuwalea watu, na watu washiriki vizuri shughuli zozote za uchaguzi mkuu ambazo zinakuja mbele.